Promova TV, a home of testimonies. Naitwa mtumishi wa Mungu Profesa Nyabagaka Paul Thomas. Natoka katika kanisa la EAGT Mlima wa Baraka Kilimahewa Mwanza. Basi ndugu msikilizaji, tuombe na kisha tuweze kuendelea. Baba yetu, Mungu wetu keti mahali pa juu sana palipoinuka na kutukuka, na weka wasikilizaji wetu wote mikononi mwako wanapokwenda kusikiliza ushuhuda huu mkubwa wa wito wa mtumishi wako, wakapate kujengwa na kutiwa moyo na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi kama nilivyojitambulisha hapo awali, naitwa Profesa Nyabagaka, ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la EAGT Mlima wa Baraka Kilimahewa. Mimi nimekutana na Yesu muda mrefu sasa. Nakumbuka ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 1981. Ilikuwaje? Nilikuwa nakwenda kwenye mazoezi ya utumikiaji. Nilikuwa mtumikiaji katika kanisa la RC. Sasa nikiwa naelekea kwenye mazoezi nikasikia sauti ya vyombo. Sauti hiyo niliyoisikia ya vyombo, kulikuwa na mhubiri mmoja, sasa hivi ni marehemu, anaitwa Dr. Moses Kulola. Alikuwa anahubiri katika shule ya msingi Pamba. Sasa nikasogea pale, nikakuta kulikuwa na zile horn speaker kama 4 zimewekwa kwenye mlingoti, alafu mahubiri yanaendelea. Nikasikiliza mahubiri ambayo nilikuwa sijawahi kuyasikia, naamini tangu nizaliwe. Nikashangaa, nikakutana na ujumbe wa ajabu sana. Ujumbe ule ulibadilisha mtazamo wa maisha yangu. Siku hiyo ndipo nilipokata shauri, nikaamua kumpa Yesu maisha yangu, nikaokoka. Mtazamo wa maisha ukaanza kubadilika. Kumbuka ndugu msikilizaji, nilikuwa bado mwanafunzi na nilikuwa shuleni. Sasa nilipokuwa mwanafunzi shuleni, nikawa na kiu sana, hamu kubwa sana ya kumtumikia Mungu. Na mimi nilitamani sana kuhubiri kama alivyokuwa anahubiri Moses Kulola mwenyewe. Kwa hiyo nikatamani hivyo, lakini kawa nikitaka kuhubiri kama alivyokuwa anahubiri, naona naishia zaidi sana kufundisha, naongea taratibu. Baadaye nikaja nikagundua inawezekana Mungu amenipa wito wa kufundisha neno lake. Na mwaka 83 hapo ndipo nilipoanza kumtumikia Mungu sasa kwa wito rasmi wa walimu. Nilianzia katika shule ya msingi Mirongo, nilikuwa nafundisha vipindi vya dini. Baadaye nikaanza kufundisha Mwanza Sekondari mwaka 86 mpaka 89, nilikuwa nafundisha tu vipindi vya dini. Baadaye kanisani ikaanza kuonekana sawa, nikiwa kiongozi wa vijana, lakini nikawa napata nafasi ya kufundisha. Ilipofika mwaka 90 mwanzoni, nikaajiriwa kwenye kampuni ya vinywaji ya Coca-Cola, Nyanza Bottling Company. Nikaanza kufanya kazi kama salesman. Kwa hiyo nimefanya kazi pale nikiwa nauza vinywaji vya vinywaji baridi kwa muda wa miaka 2-3. Nikiendelea na kazi, lakini ndani kukawa na msukumo mkubwa sana wa wito wa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo wito ukawa na msukumo mkubwa kiasi kwamba nikawa nashindwa kuvumilia. Sasa nikimwambia mchungaji wangu, ananiambia lakini sawa, lakini vizuri tu uendelee kufanya huduma ya kufundisha hapa kanisani. Na kweli pale kanisani wakanipatia huduma, kanisa la EAGT Bugando mwaka 92. Nikawa nimepewa nafasi kubwa ya kufundisha pale. Mwaka 93, 94 nikawa nafundisha shule, tunaita shule ya Jumapili, darasa la Sunday School pale kanisani. Lakini ndani msukumo ukaendelea kuwa mkubwa sana. Ilipofika tarehe 1, naikumbuka siku hiyo, ilipofika tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 95. Kwa hiyo rasmi moja kwa moja nikashindwa kuvumilia, maana ule wito ulikuwa mkubwa, mpaka nilifunga safari nikaenda Mabatini alipokuwa nakaa Daktari Moses Kulola. Nikamueleza kinachoendelea, akaniombea, akanitia moyo, lakini mwito ukaendelea kunisumbua. Ikafika mara sasa nikaona sina jinsi, siwezi kufanya jambo lolote isipokuwa ni kuingia shambani kumtumikia Mungu. Ilikuwa lini? Ilikuwa tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 95, ndipo nikaanza rasmi utumishi kwa ngazi sasa ya uchungaji. Nilikuwa ninafanya semina na nafundisha huko na huko, lakini kaanza kuchunga rasmi. Nilianzia kwenye shule ya msingi Nyamanoro. Shule ya msingi Nyamanoro hapo nilianza, kulikuwa na darasa, nikaanza kuchunga hapo, lakini tukapata barua ya kwamba kuanzia sasa haturuhusiwi tena kuabudia kwenye mashule.
Sasa majengo yote ya serikali hayaruhusiwi kuendelea kuabudia. Sasa hapo ikawa ni changamoto kubwa, ikanilazimu kutafuta mahali. Nikapata eneo ambapo ndipo nipo sasa, eneo la Kiroreri B kule juu, tulikuwa tunapaita Kilimahewa, ndivyo ilivyokuwa. Nikapata eneo, nikanunua uwanja. Baada ya kununua uwanja, nakumbuka ilikuwa ni shilingi 700,000 za Kitanzania. Niliponunua uwanja hapo, nikaweka hema la muda sasa. Hiyo ilikuwa ni mwaka 97 sasa. Nikanunua uwanja, nikaweka hema la muda, tukaanza ibada hapo rasmi. Na taratibu kanisa likaendelea kukua na kuongezeka. Lakini wakati naanza, moja kwa moja ni lazima kufika mwezi wa pili mwaka 95 kwenda chuo cha Biblia sasa. Kwa sababu madam nimeanza kumtumikia Mungu, nilikuwa nahitaji lazima nipate elimu ya Biblia. Nikaenda chuo cha Biblia kwenye kanisa moja la PEFA, walikuwa na chuo kinaitwa Lake Christian Bible College. Nikachukua miaka 4, nikapata diploma yangu ya theolojia. Baadaye mwaka wa 2001 nikaenda Kigoma kwenye chuo cha Lake Tanganyika Christian College kwa ajili ya kupata degree yangu ya kwanza. Hapo ndipo nilipokutana na mwalimu mmoja anaitwa Pamela. Alibadilisha tena sura ya mtazamo wa huduma yangu, kwa sababu tayari nilikuwa nimejikita kwenye huduma ya kichungaji na nikawa najua wazi kwamba mimi sasa nimeitwa kuchunga. Lakini Pamela alipokuwa anafundisha akagusa juu ya wito na huduma, nikaona wazi kwamba Mungu amenipa jambo kubwa zaidi tu ya kuchunga wale washirika wachache nilionao, lakini Mungu amenipa huduma kubwa ya kufundisha kwenye mwili wa Kristo. Maana yake sasa natakiwa nifundishe kwa upana. Hapo nilipata machozi mazito, kwa sababu niliona kama nimekaa mahali pamoja nimetulia, lakini mwili wa Kristo unanihitaji kwa ujumla wake ili niweze kufundisha. Moja kwa moja nikaazimia sasa kwamba nikitoka Kigoma nitamuona missionary alikuwa anaitwa Steven Rasmussen. Nitamueleza shauku yangu. Lakini ghafla nikapigiwa simu na mtu mmoja alikuwa anaitwa Reverend Kamau kutoka nchini Kenya. Akaniambia, bwana, tumekutafuta sana na hatujakupata. Uko wapi? Nikaeleza mahali nilipo. Akaniambia, bwana, tunaomba msaada wako tusaidie. Hiyo ilikuwa ni huduma ya inaitwa ICM, International Christian Ministry. Wasema tunaomba tusaidie, tunataka uwe coordinator na utusaidie kufika kwenye kambi za wakimbizi zote zilizoko Ngara na zilizoko Kigoma. Na kweli nikaanza kuwasaidia kupeleka walimu, na mimi moja kwa moja nikaanza sasa kufundisha kwenye vio vya ICM kwa wakimbizi. Nimefundisha Ngara, nimefundisha Kigoma, Mtenderi, Kanembwa, wale wanaofahamu Nduta, kambi zote hizo nimefundisha. Tulikuwa tunafundisha kwa muda wa miaka 2, tunawapa cheti. Baada ya kutoka hapo nikapata nafasi ya kuanza kufundisha kwenye chuo cha PEFA Mwanza sasa. Baada ya hapo ilikuwa mwaka 2020, ilikuwa mwaka wa 2002 nikaanza kufundisha PEFA. Baada ya kuwa nimemaliza kupata degree yangu ya kwanza, nikaanza kufundisha hapo mpaka leo. Nikawa mbobevu sasa kwenye vyuo vya PEFA kufundisha, na Mungu akanipa nafasi kubwa, nikaanza kufundisha kwenye vyuo mbalimbali. Nimefundisha sio ICM, nimefundisha kutoka VHM, lakini nimefundisha kwenye vyuo vingi. Chuo kimoja cha Bible kinaitwa KBBA, Kingdom Bible Building Academic. Nimefundisha kwa muda mrefu Mwanza, Bukoba, maeneo ya Tarime huko, Kigoma, kila mahali walipokuwa na matawi yao nimefundisha. Na ghafla mwaka 2016 ndipo nilipoitwa rasmi sasa na aliyekuwa makamu askofu mkuu wa kanisa la EAGT wakati wa John Stephen Mahene, pamoja na askofu wa kanda ya Ziwa Mashariki alikuwa anaitwa George Gecha Makongo. Wakaniita, wakaniambia, bwana, tunakuhitaji sasa ili uweze kuwa mkuu wa chuo chetu cha EAGT kanda ya Ziwa Mashariki. Sasa nikakubali na nikaanza rasmi kuwa mkuu wa chuo cha Biblia kanda ya Ziwa Mashariki cha EAGT kinaitwa Lake Zone Bible College. Nikaanza kuwa mkuu wa chuo, na hapo sasa nimeendelea mpaka sasa. Nimefungua matawi. Kuna tawi moja nifungua Ukerewe, tawi lingine liko Kemange hapo Tarime, tawi lingine liko Bariadi, na naendelea kusimamia chuo hicho. Lakini pia naendelea kufundisha kwenye vyuo vingi. Nipo kwenye chuo cha Cornerstone
nafundisha, niko kwenye chuo cha Shalom Bible College and Seminary nafundisha. Kwa hiyo nimekuja kugundua wazi kwamba wito mkuu ambao Mungu ameniita ni kufundisha neno lake. Maana yake ni mwalimu. Katika zile huduma 5 kuna huduma moja kubwa inaitwa, kuna huduma ya utume, huduma ya unabii, huduma ya uinjilisti, huduma ya uchungaji na ualimu. Sasa mimi ni mwalimu na mchungaji. Kwa hiyo nasema mwalimu na mchungaji kwa sababu huduma ya kwanza ambayo Mungu ameniita kufanya ni ualimu. Sasa huduma ya pili ambayo naifanya sasa ni mchungaji. Sasa kwa hizo ninafanya vizuri kwa sababu ndio wito wangu. Yaani mimi nikiwa nafundisha najiona kwamba niko mahali sahihi ambapo napaswa kuwa kuliko jambo lingine lolote. Ukinipeleka mahali pengine ni kama unanitaka kufanya kile ambacho sicho nilichoitiwa. Lakini kwangu nimeitwa kufundisha neno la Mungu. Na kweli ninapofundisha ninajisikia raha na amani, lakini sio tu mimi, hata wale wanaonisikiliza wanajengwa, wanatiwa moyo, wanapata kitu kizuri. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, wito unaanza mbali. Ilikuwa hivi wakati nikiwa ninasoma, niko sekondari, siku moja mchungaji wangu John alikuwa anaitwa Yohana Masinga. Alituita, mimi nakumbuka nilikuwa na mtumishi wa Mungu George Gecha, akatuliza, hivi baada ya kumaliza masomo wewe unategemea kuwa nani? Hapo kulikuwa na kigugumizi kikubwa kwa kila mmoja. Mimi ndani moyoni nasikia mimi nategemea kufanya kazi ya Mungu ya uchungaji. Lakini sasa mchungaji anataka ujibu moja kwa moja direct. Ikawa sasa tunazunguka mchungaji nasikia tu na hivi na vile, lakini ndani msukumo ni kumtumikia Mungu. Na kweli nilipata post ya kwenda Bunda chuo cha ualimu. Sasa nilipokaa nikawa na mzee wangu wa kanisa Joshua Masu akaniambia, bwana, sasa wewe kwani future yako unataka kufanya kazi gani? Nikamwambia mimi kwa kweli nataka kumtumikia Mungu. Akaniambia sasa kama unataka kumtumikia Mungu, unaenda miaka 2 kusoma chuoni, ukija pale unaenda jeshini, ukitoka pale uone kama unakwenda kufanya kitu ambacho sicho wito wako. Sasa hapo nikasita kwenda chuoni kwa sababu wito wangu naona ni kumtumikia Mungu, sio kufundisha shule ya msingi au shule ya sekondari. Nikasita kwenda. Baadaye nimekwenda nikaajiriwa kwenye chuo. Baada ya kumaliza sekondari nikaajiriwa kwenye kampuni ya Nyanza Bottling. Nikiwa nafanya kazi bado msukumo kawa uko pale pale. Yaani mpaka ilikuwa shida kwa sababu unajikuta unafanya biashara na wateja, wewe unaendelea tu kushuhudia na kuzungumza neno la Mungu. Na wafanyakazi wote wa Nyanza Bottling walikuwa wanajua kabisa huyu ni mchungaji. Wanaita huyo Nyabagaka wa Yesu bana. Huyo ni mali ya Yesu. Huyo ni mchungaji. Na kweli wito unaanzaga mbali. Na umenisumbua ikafika mpaka mahara sasa ikawa siwezi kuendelea na jambo lolote. Ilikuwa mwaka 94 nilikwenda moja kwa moja tena kwa mzee Daktari Moses Kulola wakati wa uhai wake. Nikaenda nikamwambia, baba, sasa nimefika mahara, kwa kweli siwezi sasa kuvumilia, lazima niende shambani maana wito umekuwa mkubwa sana. Basi akaniombea na akanipa maelekezo, na kuanzia hapo ndipo tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 95 moja kwa moja sasa nikaingia shambani. Kwa sababu huo ulikuwa mwezi wa 12 mwaka 94 niliposema sasa siwezi kufanya jambo lingine lolote. Nilikuwa nafanya biashara kubwa, nilikuwa nimefanya biashara kwenye soko la Kirumba wakati huo. Nikaamua sasa kuachana na shughuli zangu za biashara ili niweze kuingia moja kwa moja kumtumikia Mungu kwa nafasi ya uchungaji. Lakini kwa nafasi hiyo nikapata fursa kubwa ya kumtumikia Mungu kama mwalimu. Kwa ndugu msikilizaji, wito unaanza mbali. Kwa sababu mimi nakumbuka baada ya kuwa mtoto mdogo, baada ya kuwa nimekuwa, niliambiwa na baba yangu mzazi mzee Thomas, akaniambia, bwana, mimi nilikuita wewe jina Paulo, nikiwa namaanisha wewe ni mtume Paulo. Kwa maana yake wewe ni mtume. Sasa nikawa najua tu ni maneno ya baba tu, alipenda jina la Paulo kaniita. Kumbe ndani alikuwa anaona kuna kitu. Mwaka 73 ambao siwezi kusahau, nakumbuka nilikuwa kwenye ziwa Victoria karibu na Tilapia pale. Sasa karibu na Tilapia tulikuwa tumekwenda na mama yangu mzazi, na wakati ule alikuwa anachuma mboga moja ya kienyeji inaitwa ekererema. Sasa alipokuwa anachuma mboga hiyo, kuna mzee mmoja anaitwa Vicencio alikuwa anaoga. Sasa mimi nilikuwa pamoja na yule mzee. Wakati tunaoga, kumbe kulikuwa na mwamba ulikuwa ni mkubwa umesogea mpaka juu, ndio tunaoga pale. Ule mwamba ulikuwa na uterezi. Akaniambia, bwana, uwe makini sana wakati wa kuoga, huu mwamba sio mzuri. Ghafla nilitereza nikaingia ndani ya maji. Ndugu msikilizaji, nilizama kwenye ziwa Victoria na nikaingia mara ya kwanza, nikarudishwa mara ya pili. Sasa hapo nilikuwa sina jinsi kwa sababu kwanza umri wangu ulikuwa mdogo, kumbuka ni mwaka 73 hiyo. Nikajua sasa ndio maisha yangu yameishia hapo. Yule mzee ghafla aliingia ndani ya maji na aliniweza kunisaidia. Aliweza kuniokoa,
akanitoa ndani ya maji kuja, macho yamebadilika, hali imebadilika. Sasa mimi sikujua kumbe Mungu alikuwa na kusudi kubwa kwamba huyu ni muhifadhi kwa ajili ya kazi yangu ya baadaye. Baadaye ndio nikajua kumbe Mungu alininusuru na kifo kwa sababu alikuwa anategemea kunitumia kwa baadaye. Kwa hata wewe Mungu anaweza kawa anakuandaa mapema kukutumia. Unaweza kuwa unapitia mambo mbalimbali lakini bado unaona ndani kuna kuwa na wito. Unaweza kuwa umepewa hata jina lako tu aliyekupa, kumbe naye alikuwa anamaanisha kwamba wewe utakuwa mtumishi wa Bwana baadaye. Hayo huwa yanakuja kutokea baadaye. Sasa Mungu na kweli ni mwaminifu na wa haki, alikuja kutimiza hicho ambacho nimekiona kimetimia kwenye maisha yangu. Katika wito nimemwona Mungu akifanya mambo makubwa ya ajabu sana. Haswa tangu aliponiita na nilipoanza kazi ya uchungaji. Nilianza ilikuwa na kanisa dogo, nilianza na watu wachache sana. Lakini kwa sasa kanisa limekuwa kubwa na linatanuka kila siku kwa sababu watu wanaokolewa kwa wingi, watu wanaongezeka kwa wingi, na kupitia kwangu wametoka wachungaji wengi ambao mpaka sasa wana makanisa makubwa waliopo hapa, lakini pia na wengine ambao nimewafanyia huduma wako nje ya nchi ambao tayari wamepita mikononi mwangu kwa huduma. Bwana anawatumia huko waliko kwa kiwango kikubwa sana. Mambo ambayo wanakumbuka ni pale tu ambapo nakutana nao, wananiambia Bwana, nakumbuka wakati tulipokuwa ulituhudumia, tulipokuwa 1 2 3, wanaposema na mtukuza Mungu kwamba ni kweli kwamba Mungu aliweka kitu ambacho sasa kinawasaidia. Nakumbuka wito wa kumtumikia Mungu mimi umeanza zamani. Nimeanza mwaka 83. Tayari wito wa kumtumikia Mungu na nikaanza kumtumikia, lakini kwa ngazi ndogo ya kufundisha mashuleni. Lakini ulipofika mwaka 95, sasa hapo nikaanza rasmi, tunaita ni ule wito wa masaa 24. Sasa nikaacha kila kitu na kuanza kumtumikia Mungu kwa nafasi ya uchungaji. Lakini ilipofika mwaka 2000 sasa mambo yakabadilika. Mwaka 2002 mambo yakabadilika. Sasa nikaanza rasmi kuwa mwalimu wa vyuo. Hapo sasa ndipo nimeanza kuwa mwalimu wa vyuo mpaka sasa nikimtumikia Mungu kufundisha kwenye vyuo mbalimbali vya Biblia. Hata leo ilikuwa jana nimepigiwa simu na mtumishi mmoja wa Mungu, profesa yupo anaitwa Profesa Kinyamgara, yuko Kigoma Kibondo. Amenipigia simu akiniomba wiki ijayo nikafundishe kwenye chuo kwa wanafunzi wa degree ya kwanza. Lakini nimekosa nafasi. Nimwambia Bwana, sina nafasi kwa sababu ratiba ni nyingi, zimejaa. Sasa hivi ninavyoongea na wewe kuna chuo chetu cha Lake Zone Bible College kinaendelea. Hapa kwa tawi la Bugando hapa Mwanza kinaendelea, na Kemange tunaendelea, na Bariadi tunaendelea, na vyo vyote hivyo nasimamia. Kwa hiyo wakati mwingine nafasi yangu inakuwa ni ndogo kutoka, lakini ninapotoka huwa naona matokeo makubwa kwa sababu nakuwa niko ndani ya ule wito ambao Bwana mwenyewe ameniitia. Kwa ndugu msikilizaji, niseme tu wazi kwamba inawezekana na wewe Bwana amekuita katika wito mkubwa wa kumtumikia, lakini inawezekana dalili zinaanza taratibu. Dalili zinaonekanaje? Moja ya dalili kubwa huwa ni pale ambapo unapata fursa za kumtumikia Mungu. Mimi nakumbuka wakati nikiwa kijana na kiongozi tu wa idara ya vijana, tulikuwa na timu kubwa. Sasa ndani ya timu kulikuwa na watu najua huyu ni mwinjilisti. Tunapokuwa na mikutano ya nje, ushuhudiaji mdogo mdogo tunamtumia kushuhudia, lakini mimi walikuwa wananitazama kama mchungaji. Palipokuwa tuna semina tunataka kufanya, basi walikuwa wanasema hapa atakuwepo Nyabagaka. Kumbe kwenye picha walikuwa wanaona huyu ni mwalimu lakini huyu ni mchungaji. Hilo lilikuwa linaanza kuonekana taratibu, lakini baadaye mchungaji wangu alianza kunipa fursa za kuanza kutumika kutoka sehemu mbalimbali. Nakumbuka mwaka 92 nilitoka, nilikuwa Misungwi, nilikuwa na semina pale kubwa nilikuwa na semina pale. Nianza kutoka taratibu, na mchungaji wangu aliniambia, Bwana Nyabagaka, uendelee kuwa unamtumikia Mungu tu kwa ngazi ya ualimu, unatoka taratibu. Lakini baadaye niliona wazi kwamba wito wa kumtumikia Mungu kwa ngazi ya uchungaji imekuwa ni kubwa kabisa. Sasa ni lazima nitoke moja kwa moja. Ndipo nikaamua sasa hapa nitoke moja kwa moja
niende kumtumikia Mungu kwa ngazi ya uchungaji. Lakini sauti ilikuwaje? Kuna wakati unaweza kufikiri kwamba unachelewa. Maana kuna wakati hata wale niliowalea mimi waliweza kunifuata. Nakumbuka mwaka 92 alikuwepo kijana wangu mmoja ambaye nimemlea, alikuwa anaitwa John Joseph Mafimbo. Sasa hivi ni askofu wetu yuko Singida. Alikuja akaniambia, "Sasa Nyabagaka, mbona wewe hautoki bana kwenda kutumika? Sisi tayari unataka usikie sauti ya namna gani? Labda unataka usikie sauti kubwa inatokea au unataka usikie nini?" Nikamwambia, "Bwana, wakati haujafika." Na kweli huwa kuna wakati unafika. Kwa sababu nakumbuka ni kweli kabla wakati haujafika unaweza kuwa unafanya tu, unaona ni sawa, unakwenda, lakini ukifika wakati unaanza kuona hakuna uwezo wa kufanya jambo lingine lolote mpaka uondoke sasa kwenda kumtumikia Mungu. Hapo unakuta sasa kile kiwango cha sauti ya Mungu na ule wito kimepamba moto, ambapo sasa kila unachokifanya unaona hakiwezekani, hawakikubariki tena. Na ukingangania, basi Mungu anaweza akatengeneza njia zingine. Kuna wakati Mungu anatengeneza njia zingine. Kama unafanya biashara, unaweza ukashangaa unaona mambo hayaendi, kumbe Mungu anazidi kusisitiza kwenye ule wito ambao Mungu amekuitia. Kwa hiyo Mungu anazo njia nyingi sana kuwaita watu. Kuna watu wanaitwa kwa njia ya ndoto, kuna watu wanaitwa kwa sauti zingine, lakini mimi sikuitwa kwa njia ya ndoto, labda kuona na makundi makubwa ya kondoo na mbuzi. Hapana, mimi ndani Mungu aliweka msukumo mkubwa, na ule msukumo mkubwa ulianza kunitafuna ndani kwa ndani. Nasikia kama moto unawaka, natakiwa tu kutoka, natakiwa kumtumikia Mungu. Lakini pia watu waliokuwa wananizunguka walianza kuona kitu ndani yangu kwamba huyu ameitwa kwa utumishi wa kumtumikia Mungu. Lakini ndugu msikilizaji, hata kabla tu sijafikia hatua ya kuitwa, kama nilivyokueleza, hata mzazi wangu jina aliloniita, aliniita Paul, maana yake mtume. Na alikuwa niiti jina Paulo, alikuwa anaita mtume, kwa sababu ndani aliona kwamba huyu ni moja kati ya watumishi wa Mungu niliowazaa. Si kwa nini aliona hivyo, lakini kumbe kuna kitu ndani kilikuwa kinafanya kazi. Kulikuwa na wito ndani. Kwa ulipofika wakati wa Bwana, basi Mungu aliudhihirisha huo wito wake, na nilianza kumtumikia Mungu mwaka rasmi, nimesema mwaka 87. Utoa 83 nilikuwa kijana mdogo, lakini 95 rasmi sasa niliingia moja kwa moja shambani. Mpaka leo ukiangalia kutoka mwaka 95 mpaka leo, utaona wazi ya kwamba sasa ndani ya huduma ya uchungaji nina miaka 30 tayari nikiwa namtumikia Mungu kwa huduma ya uchungaji. Lakini ukirudisha nyuma, wakati nimeanza 83 nikianza kumtumikia Mungu kwa njia ya ualimu, utaona kwamba ni miaka 42 mpaka sasa ninamtumikia Mungu kwa nafasi ya ualimu, miaka 42. Kwa hiyo nina uzoefu mkubwa wa kutosha katika sekta hii, kwa sababu nimetoka safari ya kwanza kama nilivyokueleza mwaka 95 mpaka 98 nilipata diploma ya kwanza. Mwaka 2002 nikawa nimemaliza degree yangu ya pili. Mwaka 2015 nikamaliza degree yangu ya tatu, na nikaendelea tena degree yangu ya pili. Mwaka 2000 nikamaliza, 2020 nikamaliza degree yangu ya tatu. Sasa ulipofika majuzi hapa, ilikuwa mwaka 2023 mwezi wa 12, 2023 mwezi wa 12, ndipo nilipokuwa nimetunukiwa heshima ya profesa. Mimi ni profesa wa theolojia, profesa wa maandiko matakatifu. Nachoweza kueleza kwa upana kuliko vitu vyote ni maandiko matakatifu. Ukinipeleka kwenye fani zingine inaweza kawa shida, lakini kwa maandiko matakatifu naweza nikakueleza kwa upana wote, kwa sababu naelewa kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo. Waandishi wote 40 walioandika Biblia na waelewa vizuri. Waliandika lini, walikuwa wapi, mazingira gani, mambo gani walipitia. Kwa mambo mengi hayo ndio nayo yaelewa. Kwa hiyo kwa nafasi, naamini wazi kwamba Bwana atakaponipa nafasi nzuri, nitapata nafasi ya kushirikiana na wewe mambo mengi juu ya neno la Mungu, kwa sababu huo ndio wito wangu. Wito wangu mkubwa ni kuona watu wanamgeukia Mungu wa kweli na kumjua Mungu wa kweli. Kumbuka Yesu wakati anaondoka aliacha agizo moja tu, kwamba tuwafanye mataifa kuwa wanafunzi wake, lakini akaweka mkazo na kuwafundisha kuyashika yote tulioamriwa. Swala la kufundisha liko pale pale. Na Yesu Kristo alipokuwa duniani, huduma kubwa tunaweza tukasema aliyoifanya kuliko huduma zingine zote ilikuwa ni ualimu. Kumbuka kwamba walimuita mwalimu mwema kwa sababu alitoa muda mwingi sana kufundisha.
na kila mahali alikuwa anaonekana anazungukwa na watu, kwa sababu alikuwa ni mwalimu, alikuwa anafundisha. Na huo wito Mungu ameuweka ndani yangu wa kufundisha. Ndugu msikilizaji, Mungu inawezekana hata wewe kuna kitu ameweka ndani yako. Sasa endelea kudadisi kwamba je, Mungu ameweka kitu gani? Kile kitu ambacho unakipendelea sana, unapoona kinafanywa na mtu mwingine unajisikia kufurahia, basi mara nyingi Mungu anakuwa anasema na wewe. Hiyo ni sauti kwamba hicho ndicho kitu ambacho Mungu anakuita kukifanya. Inawezekana unapata nafasi kukifanya mara kwa mara. Inawezekana watu wengine wanapofanya unajisikia kufurahia. Inawezekana hata wakati unamsikiliza mtu mwingine unajisikia ndani kama na wewe unataka kuzungumza kitu. Basi Mungu anakuwa anazungumza na wewe kitu kwamba Mungu amekuita kwa ajili ya wito huo. Kwa hiyo tunaweza tukawasiliana wakati wote. Ukitaka kunipata, namba yangu ya simu unaweka plus, alafu unaweka 255 754 43 67 97. Maana yake jumlisha 255 alafu 754 43 6797. Ninapatikana katika jiji la Mwanza, napatikana eneo la Kiroleri B, mtaa huo. Napatikana katika kanisa la EAGT Mlima wa Baraka. Ni mkuu wa chuo, ni mwalimu wa vyuo, lakini mchungaji wa kanisa la Mahali Pamoja. Naamini wazi kwamba nikipata nafasi nyingine nitashirikiana na wewe vizuri sana juu ya wito. Leo nilikuwa nazungumzia juu ya wito wangu. Naamini wazi kwamba kila mmoja Bwana amemuita kufanya kitu. Na wito sio lazima uitwe kwenye hizi huduma kubwa 5. Sio lazima uwe mtume na uwe nabii au uwe mwinjilisti, mchungaji na mwalimu. Mungu anaweza akawa amekupa huduma ya masaidiano. Mungu anaweza akawa amekupa huduma nyingine tofauti na hizi 5. Maana watu wakisikia kuitwa wanajua. Mungu anaweza akawa amekupa huduma ya kusifu na kuabudu. Mungu anaweza akawa amekupa unaposimama ukiongoza, basi kiwango chako kinakuwa ni cha ajabu kikubwa. Maana yake Mungu ameiweka huduma hiyo ndani. Nakumbuka juzi nilikuwa nafanya semina sehemu moja Kahama. Nilipokuwa kule Segese Kahama, nikaona katoto kamoja kana umri kama wa miaka 2 hivi, kamesimama mbele kanaimba. Nikakumbuka binti yangu wa pili alianza kuimba akiwa na miaka 2, lakini sasa ni mwalimu mzuri na ni mtumishi mmoja wa Mungu mkubwa sana. Lakini wito ulianza akiwa na miaka 2. Yaani alipoanza kuinuka, anaona watu wanaimba, anasimama pale mbele na anaanza naye. Kumbe ndani kulikuwa na msukumo. Sasa nilikaita kale katoto kadogo sana, nikakaombea, nikamwambia mzazi wake kwamba huyu mlee, kwa sababu ndani kuna kitu. Wenzetu huwa wanawaendeleza watu wakianza kutambua vipaji vilivyomo ndani mwao wakingari wadogo. Sasa hata wewe mtoto wako unaweza kumuona, unashangaa anachukua makopo, anachukua miti, anaanza kupiga. Kumbe Mungu amemuita kupiga drums huyo. Sasa wewe unaanza kumuona, unaona kama anacheza akiwa kanisani, yeye anapiga. Mwisho anaweza akachukua miti akapiga hata vichwa vya watoto wenzake anavipitia, kumbe anafikiri hizo ni ngoma. Kwa ndani kuna wito Mungu ameuweka ndani yake. Sasa hata wewe inawezekana kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani hujakitambua. Basi nikuombe ndugu msikilizaji, tambua wito wako na uiendeleze hiyo sauti ndogo ya ndani inayozungumza na wewe, na uitikie kwa mwitikio wake ili uanze kumtumikia Mungu. Kumbuka nilipata wito mwaka 83 wa kufundisha. Sasa ni miaka 40 naendelea kufundisha. Unaweza ukaona picha hiyo kwamba nilikuwa na umri wa kiasi gani, lakini nilianza kufundisha na mpaka leo naendelea. Na nilipata wito rasmi wa kuwa mchungaji mwaka 95. Sasa ni miaka 30 bado naendelea katika huduma hiyo. Ndugu msikilizaji, na wewe kuna kitu ambacho Mungu anataka uanze kukifanya na uendelee kukifanya. Inawezekana umeanza lakini sio kwa kasi kubwa. Nakumbuka mimi nilipofika mwaka 2001, kasi ilikuwa kubwa ya kutamani kufundisha. Sasa baada ya kugundua huo ndio ulikuwa wito wa kwanza kabisa. Kwa nini? Kuna wakati nilikuwa najaribu kufikiri na kwenda darasani, sema sasa nitahubiri sana, lakini kila nikijaribu kuhubiri ninaishia kufundisha. Naona hii imekaaje? Na natafuta tena, ngoja nifunge na kuomba nikemee, alafu niondoe kila udhaifu, alafu nihubiri.
kila nikitaka kuhubiri naishia kufundisha. Kumbe Mungu amemuita kila mtu kwa wito wake na kwa kusudi lake. So unaweza ukataka kulazimisha kuwa mwinjilisti, kumbe wewe sio mwinjilisti, wewe ni mchungaji. Unaweza kulazimisha kuwa mwalimu, kumbe wewe sio mwalimu, wewe ni nabii. Unaweza ukalazimisha kuwa mtu mwingine. Jitahidi kukubali kuwa vile ambavyo Mungu anataka uwe. Ukiitikia kile ambacho Mungu amekuita kufanya ni nzuri zaidi, kwa sababu kwanza utakifanya kwa furaha, utakifanya kwa amani, na hautatumia nguvu nyingi sana, na hautakuwa muigizaji. Unajua kuna watu wengine kwenye huduma anaigiza, maana anataka kufanya kama mtu mwingine. Lakini ukitaka fanya kama wewe. Usijaribu kutafuta sauti nyingine ya bandia. Usijaribu kutafuta kitu kingine cha bandia. Fanya kama wewe, tumia sauti yako, watu wengine watakuiga. Utatengeneza wakina Nyabagaka wengine. Sasa usitamani tu kila mmoja awe kama daktari labda Moses Kulola. Wewe uwe vile ulivyo, alafu utatengeneza watu wengine ambao watatokana na wewe, watakuwa kama ulivyo. Kwa hiyo niombe tu ndugu msikilizaji, heshimu sana kile ambacho Mungu amekiweka ndani mwako, kile ambacho unasikia msukumo kukifanya, basi kifanye, huo ndio wito wako. Kila mtu Mungu amemuita. Hapa duniani hakuna mtu ambaye hana wito. Ukiwa una wito basi umekuja duniani kuzurura tu. Sasa hapa duniani wapendwa, sisi wote kuna kitu ambacho Mungu ametuita kukifanya. Kwa cha msingi ni kutambua wito wako na kuutumikia huo wito wako. Hakuna mtu ambaye amekuja duniani kuzurura. Wote tumekuja kwa wakati, na mtumishi wa Mungu Rick Warren anasema maisha haya, anasema life is a temporary assignment. Anasema maisha ni jukumu la muda ambalo mtu amepewa na Mungu kulifanya. Hiyo ndio tafsiri ya maisha. Kama hakuna jukumu unalolifanya, basi wewe unazurura tu duniani, haujaanza kuishi. Siku ya kuanza kuishi ni pale ambapo unatumikia kusudi ambalo Mungu amekuitia. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13 mstari wa 36, Biblia inasema Daudi alipokwisha kulitumikia kusudi la Mungu akalala pamoja na baba zake. Maana yake akafariki, akaona uharibifu. Ili uondoke duniani unatakiwa umalize kusudi ambalo Mungu amekuita kulitumikia. Kila mmoja ana kusudi lake. Kusudi langu mimi ambalo Bwana ameniita kulifanya ni kufundisha na kuchunga. Na wewe basi litambue kusudi lako na ulitumikie hilo. Panapo majaliwa wakati mwingine tutaonana. Ninaitwa Profesa Nyabagaka Paul Thomas kutoka EAGT Mlima wa Baraka. Na namba zangu za simu kama nilivyosema ni alama ya kujumlisha 255-754-436797. Na Mungu akubariki sana. Basi tuweze kuomba. Mtakatifu Mungu wetu uketie mahali pa juu sana palipoinuka na kutukuka, nasema asante kwa wasikilizaji wote ambao wamesikia juu ya wito. Tunaamini wazi kwamba yuko mtu mmoja ambaye umesema naye, ambaye naye amekuwa kisita mara nyingi, lakini umemuita kwa ajili ya kusudi lako takatifu. Basi kupitia maneno haya wito wake ukauishwe tena, akajisikie kuitika na kuingia shambani. Asante kwa sababu wapo watu wengi ambao unataka wakutumikie, lakini hawajatambua wito wao. Wasaidie kutambua wito wao kupitia sauti za nje za watu, lakini kupitia sauti yako ya ndani wakatambue na kuitika na kuingia shambani. Na waacha wasikilizaji wote mikononi mwako, uwabariki na kuwatunza katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii
ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania. Na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.